Kipindi chetu adhim na maridhawa, kipindi ambacho kinachozungumzia masuala mbalimbali ya kisiasa, lakini pia masuala yanayohusu diplomasia ya ulimwengu. Na leo kama kawaida yetu bado tunatupia macho katika migogoro wa kivita au harufu ya vita inayoendelea ndani ya Mashariki ya Kati, juu ya uvamizi wa jeshi la Marekani katika nchi ya Irani kwa lengo la kutaka kuuondoa na kuufuta utawala wa Ayatullahi al-Khomeini, lakini pia kulifuta jeshi la nchi ya Irani kwa lengo na madhumuni ya madai yao kwamba wanaingia nchini Irani kwa ajili ya kutaka kuwatetea na kuwaokoa watu au wananchi wa taifa la Irani. Lakini pia katika mambo ambayo tutaangazia ni kwa nini mpaka sasa Marekani, pamoja na kuwa na jeshi lenye nguvu, pamoja na kuwa na nguvu kubwa ya kislaha, pamoja na kuwa katika sayansi na teknolojia, kushika hatamu katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia, lakini bado limeshindwa kuingia na kuivamia serikali ya Irani na kuporomosha utawala wa Ayatullahi al-Khomeini pamoja na jeshi lake. Ndugu zangu, kwanza lazima tufahamu kwamba naweza kusema kwamba hadha huwa ni nihayatu al-amriki, kwamba huu ndio mwisho wa Marekani. Udhaifu wake umeanza kujulikana, udhaifu wake umeanza kuonekana wazi, kwamba Marekani hakuna taifa lolote, hakuna vita yoyote anayoianzisha na taifa lolote akapigana yeye peke yake bila kuwa na washirika. Hakuna taifa lolote ameweza kulivamia kijeshi yeye peke yake bila kuwa na washirika wake wa NATO. Hivyo ndivyo ambavyo aliweza kuvamia taifa la Afghanistan na akaweza kudondosha utawala wake, lakini hivyo ndivyo alivyoweza kuvamia taifa la Iraki, akaweza kudondosha utawala wake na kumnyonga aliyekuwa rais wa nchi hiyo Saddam al-Hussein. Lakini hivyo ndivyo ambavyo aliweza kuvamia taifa la Libya akiongozwa na umoja wake, akishirikiana pamoja na umoja wa nchi za magharibi, umoja wa NATO, na hatimaye kuweza kumuua aliyekuwa rais wa nchi hiyo Muammar al-Gaddafi. Katika mtindo wa namna hii na katika utaratibu huo ameweza kufanya mashambulizi ya kuharibu mataifa mengine kwa kuwaondoa marais wa nchi hiyo na kuweka marais ambao aliyokuwa anawataka yeye kwa mujibu wa maslahi yake. Halikadhalika katika nadharia ya namna hiyo akadhani kwamba katika utaratibu ule aliozoea, utaratibu ambao umeasisiwa huko nyuma na chama kilichomweka Trump madarakani, ndio maana hata Trump alipokuwa anatumia kauli mbiu zake za Make America Great Again, kwamba kuitengeneza upya Amerika, maana yake alikuwa anakusudia maalumu kwa ajili ya kuja kuondoa hizi tawala ambazo tayari zinaonekana kwamba zimekwisha lalia upande mwingine. Zimekwisha lalia upande wa Urusi, zimekwisha lalia upande wa China, lakini pia zimekwisha lalia upande wa Irani. Hii hal kadhalik ameshindwa kuingia katika ukanda huu na kutimiza malengo yake kutokana na taifa la Irani kwa muda mrefu limechukua mafunzo, limeelimika na limejifunza kupitia kwa wengine, limejifunza kupitia namna gani utawala wa Iraki wa Saddam Hussein ulivyodondoka, lakini pia limejifunza kupitia utawala wa Afghanistan ulivyodondoka, na hatimaye utawala wa Libya ulivyodondoka. Katika kipindi hiki chote kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya Irani ni kuwekeza katika upande wa sayansi na teknolojia, ni kuwekeza katika upande wa uchumi, lakini pia ni kuelekeza nguvu zake kubwa katika yale ambayo yanayohusu nguvu za kijeshi, kwa maana ya kuwa na jeshi lililokuwa imara. Ndio maana matokeo yake leo tunaiona kwamba taifa la Irani halitishwi. Taifa la Irani limeendelea kusimama, taifa la Irani limeendelea kuwa pamoja kuhakikisha kwamba hakuna taifa lingine lolote ambalo linaloweza kuwapangia na kuwakalia juu yao. Idhan, mikakati ya Marekani ilikuwa ni pamoja na kuzoofisha nchi za Mashariki ya Kati,
kwamba isitokee nchi yoyote ndani ya Mashariki ya Kati ambayo itakayokuwa na nguvu dhidi ya taifa la Israeli, kwa mazingatio kwamba taifa la Israeli ndilo ambalo limeshikilia uchumi wa Marekani na ndilo ambalo linaloongoza Marekani. Kwa hiyo kwa vyovyote vile kwamba tunahitaji katika miaka inayokuja taifa la Israeli ndio ambalo linatakiwa kuwa taifa bora, lakini pia ndio linatakiwa kuwa superpower in the world. Na lengo sio tu Mashariki ya Kati kama ambavyo wengi wanadhani. Hapana, lengo lao ni kulifanya taifa hili la Israeli kwa kipindi kinachokuja ndio wawe superpower in the world. Maana yake lazima utawala ule uhame kule kutoka Marekani kuifanya kuwa ni superpower na kuja katika nini? Kuja katika ulimwengu wa Mashariki ya Kati na kulifanya taifa hili la Israeli kuwa ndio superpower. Idhan, anawezaje kuwa superpower? Ni lazima ahakikishe taifa kinzani, taifa ambalo limekuwa ni kikwazo, taifa ambalo limekamatia lango kuu la uchumi wa dunia liweze kuporomoka, ambalo ni Iran. Ndipo huyu bwana apate nafasi ya kuweza kuwa juu kushinda mataifa mengine. Idhan, njia hiyo imeweza kushindikana kwa sababu tayari Iran amekwisha jiunga na nchi zinazotengeneza umoja wa BRICS ambayo inaitwa 3+, ambao unakusudia 3+, maana yake unakusudia China, unakusudia Iran, lakini pia unakusudia Urusi. Hawa wametengeneza kitu kinachoitwa 3+, jambo ambalo sasa mwanzo watu wengi walikuwa wanadhani kwamba Urusi haiwezi kumsaidia Iran, lakini China haiwezi kumsaidia Iran. Lakini kilichotokea ni cha kushangaza. Maana yake wametengeneza mazoezi ya pamoja. Kwa mara ya kwanza yalifanyika nchini South Africa kama sehemu ya umoja nchi washiriki katika umoja wa nchi za BRICS, na yakafanyika mazoezi hayo ya kijeshi. Lakini pia mazoezi hayo yamekuja kufanyika katika pwani ya Oman, ikishirikiana na nchi tatu, ikishirikiana na nchi 4, South Africa, lakini pia akiwemo Urusi mwenyewe, lakini pia akiwemo China pamoja na Irani mwenyewe. Hii ilikuwa ni sehemu wakati wa vuguvugu hili linaendelea na joto la vita kupamba moto, na ndipo mazoezi haya yakapangwa kufanyika. Maana yake ilikuwa ni kutuma salamu kwa nchi za magharibi, ilikuwa ni kutuma salamu kwa taifa la Israel, lakini pia ilikuwa ni kutumwa salamu kwa nchi ya Marekani ambayo ndiyo iko mstari wa mbele katika kuongoza mapambano ya uvamizi dhidi ya taifa la Irani, kwamba tayari Urusi amekwisha ingia vitani kwa kumsaidia mshirika wake, lakini pia Mchina na yeye amekwisha ingia vitani kwa kumsaidia mshirika wake. Na hii leo ndio maana Kim Jong Un na yeye ameamua kutuma askari wake, ijapokuwa Mrusi hawezi kutuma askari wake, Mchina hajatuma askari wake, lakini wametuma vifaa na ndege za kijeshi, lakini pia makombora, lakini pia pamoja na vifaa vya ulinzi wa mabomu, pamoja na ndege na mashambulizi ya ndege ya kuziwia mashambulizi ya mabomu na makombora kabla hayajatua katika ardhi, yatakuwa yamekwisha ziwiliwa na makombora haya. Yametumwa, hivi vifaa vimetumwa na Urusi, lakini pia vimetumwa na Uchina. Lakini pia Kim Jong Un yeye ametuma askari kwa sababu ana rasilimali watu ambao wako katika jeshi na hawana mapambano ya aina yoyote. Sasa ametuma askari rasmi kwa ajili ya kwenda kushirikiana na jeshi la Iran. Lakini wakati huo huo jiografia namna ilivyotengenezwa na Irani mundhu tawil, tangu wakati muda mrefu uliopita, kupitia makundi yaliyoko katika Yemen ambao ni kundi la Houthi, lakini pia kundi la Hezbollah ambalo lipo Lebanon, na kundi la Hamasi ambalo liko Palestine. Makundi haya yote yanategemea msaada mkubwa kutoka katika taifa la Irani, na yenyewe tayari moja kwa moja yamekwisha tangaza jihadi, ikiwemo kundi la Houthi ambalo liko chini ya serikali ya Yemen. Msemaji rasmi wa jeshi la Yemen tayari amekwisha tangaza jihadi
kwa taifa lolote ambalo au kwa shambulizi lolote ambalo litakalotokea dhidi ya taifa la Iran, basi wao moja kwa moja wataingia na kuisambaratisha, wataingia chini na wataingia juu kwa lengo la kusambaratisha taifa la Israel. Jambo ambalo sasa limemfanya Donald Trump kupitia kikao cha juzi kilichokaliwa baina yake yeye pamoja na wanausalama wa Marekani, lakini pia pamoja na wanausalama wa Israeli walipokutana kwa ajili ya kufanya tathmini ya yale ambayo yanayoweza kujitokeza wakati mapambano haya yakiendelea au baada ya uvamizi huu, ni athari gani au madhara gani au faida gani inaweza ikatokea. Ikaonekana kwamba madhara yanaweza yakawa ni makubwa mno kushinda faida ambayo wanayoitarajia. Madhara yanaweza yakawa ni makubwa mno. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya haya makundi na mataifa ambayo yaliyopo ambayo yanayoizunguka taifa la Israel, lakini kupatikana wakati huo huo makombora ya masafa marefu ambayo yanaweza yakatoka Irani moja kwa moja mpaka kupiga Washington. Wakati dhamira ya Marekani katika vita vyote ambavyo anavyopigana duniani huwa anapigana nje ya mipaka yake, na wala huwa haruhusu kupigana ndani ya mipaka yake. Hivyo vita vyote huwa anaweka mashambulizi kule nje ya mipaka yake, ili madhara yale yaishie huko na yasiingie ndani ya taifa lake. Na hii ndiyo siri kubwa ambayo iliyomfanya Marekani kuwekeza kambi za kijeshi katika mataifa yanayomzunguka. Kwa mfano, Taiwan ana kambi, ukienda kwa sababu ya kumziwia Mchina. Lakini pia ukienda katika nchi za Mashariki ya Kati, Saudi Arabia ana kambi, Jordan ana kambi, Canada ana kambi, Uingereza ana kambi, lakini Oman pia na ye ana kambi. Mataifa mengi sana, Uzbekistan ana kambi. Hii yote ni kuyafanya mataifa hayo yawe tahta saitarati, chini ya utawala wake, na kuyaongoza ili kuziwia uadui ambao unaweza ukaanzisha huko, lakini pia kuzifanya nchi hizi zisiweze kuwa kitu kimoja, ili umoja utakaoundwa na nchi hizo maana yake usije ukamwathiri yeye ndani. Lakini wakati huo huo Uturuki, Pakistani pamoja na Saudi Arabia wanatengeneza umoja. Kwa sababu gani? Pakistan ndiyo taifa pekee la Kiislamu ambalo linamiliki nyuklia. Ndiyo taifa pekee ndani ya Mashariki ya Kati ambalo linamiliki nyuklia. Kumiliki huku nyuklia, kwa kutengeneza umoja huu kwa nchi ambayo pia inamiliki nyuklia, maana yake kwa shambulio lolote ambalo litakalomgusa Iran, maana yake Pakistani ana uwezo wa kuingia moja kwa moja na kuisaidia Irani kombora la nyuklia. Kwa tafsiri halisi ni kwamba atakayehitajika kuwa superpower in the Middle East lazima awe na uwezo wa kumiliki kombora la nyuklia. Ndio maana vita kubwa inayoendelea kwa sasa maana yake ni kutaka kumziwia Irani asimiliki kombora la nyuklia, kwa sababu akimiliki maana yake Israeli itakuwa haina sauti ndani ya Mashariki ya Kati. Ndio maana sasa kwa kupitia kikao hiki kilichofanyika na kuona hiyo tathmini kwamba madhara yanaweza yakawa ni makubwa, Rais wa Marekani Donald Trump akatamka wazi kwamba hatuwezi na hatutaki na sio dhamira yetu kuivamia Irani katika kutumia nguvu za kijeshi. Hii maana yake nini? Hadha huwa suqutul amriki. Huku ndiko mwanzo wa kuanza kuporomoka kwa taifa la Marekani kutoka katika superpower, kwa sababu tayari ulimwengu umekwisha gawika. Ulimwengu unajua wapi unapokwenda. Ulimwengu unataka ujiondoe katika vifungo vya kutumia dola. Ulimwengu unataka ujiondoe katika utumwa wa kutumia dola. Ulimwengu tayari umekwisha jiondoa katika upande wa nguvu za kijeshi. Ulimwengu umekwisha jiondoa katika upande wa nguvu za kiuchumi, utumwa wa masuala ya kiuchumi, utumwa wa kijeshi, lakini utumwa wa elimu ya sayansi na teknolojia. Leo makombora yanayozalishwa na taifa la Irani ni makombora tishio ulimwenguni zaidi hata ya nyuklia yenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu waliwekeza katika upande wa sayansi na teknolojia, waliwekeza katika upande wa uchumi ili waweze kufanyia saitwara lango hili la uchumi duniani. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee
kupeana sapoti, tuendelee kupeana kufuatilia vipindi vyetu vya aina mbalimbali. Lakini kubwa zaidi ni msimamo, umoja na mshikamano waliouonyesha taifa la Irani dhidi ya mataifa mengine. Na hii ndiyo maana halisi ya maneno ya Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Hakika wale ambao waliosema kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, innal ladhina qalu rabbuna Allah, kwamba Mwenyezi Mungu ni Allah peke yake, ndiyo anayetutosha peke yake, kwamba hakuna jambo ambalo tunalolifanya isipokuwa tunamtanguliza Mwenyezi Mungu mbele. La khawfun alayhim, watu hawa hawana hofu juu yao. Kwamba unapotokea unamtanguliza Mwenyezi Mungu mbele, lakini pia ukaweka msimamo katika kile ambacho unachokiamini, hata methali tu kwamba kile ambacho unachokiamini kipo katika haki, thumma istaqamu, wakasimama katika mustari uliokuwa sawa sawa. La khawfun alayhim, hawatomhofia mtu yoyote, hawatolihofia taifa lolote, hawatohofia nguvu yoyote ambayo inayokusanyika kwa ajili ya kuwadhuru au kuwavamia. Na ni kweli, ni mataifa mangapi madhaifu, lakini kwa sababu ya msimamo wao wanaonekana kwamba ni mataifa makubwa na yanaonekana ni mataifa yenye nguvu. Hakadha daulatul Iran, hivi ndivyo ambavyo ilivyo kwa dola ya Irani, ambayo leo hii imedhihirishia dunia kwamba lenyewe ni taifa lenye nguvu, lenyewe ni superpower in the Middle East, lenyewe ni taifa linaloweza kulifakhiri na kutamba na kujigamba mbele ya mataifa ambayo yanayoitwa na superpower, bila kutetereka kiuchumi, bila kutetereka kupitia vikwazo, bila kutetereka kupitia sayansi na teknolojia, bila kutetereka kwa maana ya kusimamia yale ambayo wanayo yaamini kwa maslahi ya taifa lao hivi sasa na taifa lao kwa mustakbali unaokuja. Hakadha ndivyo ambavyo taifa bora na umma bora unavyotengenezwa katika maslahi na mustakbali wa taifa yake. Ndugu zangu, bado nawaombeni kutusapoti kwa kupitia alama ya subscribe, lakini pia kushare, kulike, sawa vile vile, na kuendelea kuandika maoni yenu ambao nimekuwa nikiyapitia kila siku, namna bora ya kunisaidia ili tuweze kuitanua channel yetu hii, lakini pia kuboresha channel yetu hii, na hatimaye tufike na tufikie malengo yetu wote kwa ujumla. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum.